Bwana akamwambia, Bwana mfungue macho ili apate kuona. Alipoona naye hakupata hofu. Nini natujulisha? Ya kwamba Mungu ametuandalia jeshi kubwa la kutuhakikishia ushindi, japo halionekani kwa jinsi ya macho ya nyama, lakini nakutia moyo kwa kusema ujapopita katika maji mengi, Mungu amesema hautagharikishwa. Kwa lugha rahisi, yuko pamoja na wewe kukusaidia. Wewe ni mhubiri wa Injili, wewe ni mchungaji, wewe ni mhudumu wa madhabahu, wewe ni mwimbaji, wewe ni mfanyabiashara, kwenye sekta yako yoyote unayoifanya iliyo ya haki mbele za Mungu. Hata kama unapitia kwenye mazingira magumu, nina ujasiri wa kusema Mungu yuko pamoja na wewe, atakufungulia njia, atakutoa kwenye mazingira magumu. Wengine mnalia na machozi, wengine unasema pasa, uelewi mazingira ambayo unapitia. Ndoa yangu ni shida. Nataka kusema ya kwamba yuko Mungu aliyekupa ndoa hiyo, na ana uwezo wa kukufungulia mlango na kukurudishia amani hata kama hapana furaha. Yeye ni Mungu anayetangaza mwisho hapo mwanzo. Anaanza kuzungumzia mema yatakayokuja kabla hata dalili hazijaonekana. Kwa hiyo nakutia moyo kwa kusema yule Kristo Yesu aliyekufia kwenye msalaba kwa ajili ya utetezi na wokovu wako hajakuacha, bado atakutoa katika jambo hilo pia. Maana Biblia inasema ya kwamba jaribu halikutupata isipokuwa lile lililo kadiri yetu, isipokuwa lile lililoruhusiwa na Mungu. Anasema ya kwamba Mungu atakaporuhusu jaribu kwetu, ameruhusu na njia au mlango wa kutokea. Maana hawezi kuruhusu jaribu kwa mtu lililopita kiasi cha uwezo wa kuhimili. Kwa hiyo ni Mungu amekuamini na amekuhakikisha ya kwamba una uwezo wa kusimama imara, ukamtukuza yeye katikati ya jambo hilo. Lakini kwa nini Mungu huwa anaruhusu mambo haya yawapate watu? Unisikilize kitu hichi nizungumze. Biblia ni neno la Mungu linaloelezea maisha ya watu. Mungu namna alivyotembea na baba zetu, namna alivyowaonya kwenye mabaya, namna alivyowakemea kwenye makosa. Yale maandiko yakachukuliwa, sasa yametunzwa na leo yanaongea na sisi. Lakini haya maisha tunayoyasoma, Shadraka, Meshaki na Abednego wakatupwa kwenye tanuru la moto, Danieli akatupwa kwenye tundu la simba, si Daudi akampata haya, si nani akampata haya. Habari zote ambazo tunazisoma ni maisha ya watu tunayoyasoma. Unisikilize vizuri. Saa ingine Mungu anaruhusu upite kwenye mazingira magumu ili kukufanya kuwa kitabu cha watu kujifunza kupitia wewe. Naulia sentensi hii, wewe ni ukurasa, ni kitabu ambacho yapasa watu wajifunze vitu vya kimungu kwako. Na kitabu ni lazima kiwe na kurasa. Nini maana yake? Maana yake Mungu ataruhusu upite kwenye tukio la kwanza. Kuna watu watakaobarikiwa kupitia tukio hilo kwa wakati wake. Mungu ataruhusu upite eneo la pili. Kuna watu ambao Mungu amewaandaa kuokolewa kupitia aina ya maisha aliyoyaruhusu Mungu yapite kwako. Kwa hiyo mimi nakutia moyo, mtu wa Mungu, endelea kusonga mbele, usikate tamaa. Neema ya Mungu endelee kukutetea na kukupigania. Usinyamaze kimya. Endelea kuifanya kazi ya Mungu, usichoke. Endelea kuitenda kazi ya Mungu, usiache kuomba, endelea kuomba. Asante na Mungu akubariki kwa kusikia ujumbe huu kwa ufupi. Ubarikiwe sana. Amen. Endelea kutufuatilia na Mungu wa mbinguni endelee kukupa neema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, nawakaribisha tena mchana wa leo tutafakari neno pamoja. Natamani nilete ujumbe huu unaobebwa na kichwa cha somo kinachosema songa mbele, usikate tamaa.
Songa mbele, usikate tamaa. Nimewiwa kuzungumzia ujumbe huu unaobebwa na kifungu cha Biblia kwenye maandiko matakatifu katika sura ya 43 mstari wa 2, kitabu kile cha Isaya. Isaya 43 mstari wa 2 hata ule mstari wa 3. Anasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuangamiza, hautakuunguza. Mstari wa 3 anasema, maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Taleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazi, toa, nayo kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali, na binti zangu kutoka misho ya dunia. Anasema, upitapo katika maji mengi hautaangamia, lakini katika mito ya maji hautagharikishwa, katika miali ya moto haitakuunguza. Sikilize mtu wa Mungu, matatizo au changamoto hazina budi kuja kwenye maisha ya watu, lakini ni muhimu kujua ya kwamba kila kilichoruhusiwa na Mungu kipite kwenye maisha yako, kuna mlango wa kutokea. Na kutia moyo kwa kusema, songa mbele na kazi ya Mungu, usikate tamaa, usichoke. Hata kama walioinuka kukuchukia, kukusema vibaya, hata kama ni wengi kuliko wale wanaokupongeza, nataka kusema neno moja, walioko upande wako ni wengi sana kuliko walioko kwenye kambi ya adui. Japo wanaoonekana kwa macho ni wale walioko kwenye kambi ya adui. Taizungumzia habari moja ya mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha. Alikuwa na Gehazi. Wakati wamelala usiku, Gehazi akaamka asubuhi yake, kama sikosei, akakuta kundi kubwa la wanajeshi wa kambi ya adui walioizingira nyumba. Akarudi ndani mbio, akamwambia bwana wake, akamwambia, ole wetu bwana wangu. Akamwambia, kuna nini? Anambia, nimekuta kuna jeshi kubwa limetuzunguka sana. Lakini Elisha akamwambia, usiogope, walioko upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa adui. Kisha akamwomba Bwana, akamwambia, Bwana mfungue macho ili apate kuona. Alipoona naye hakupata hofu. Nini natujulisha? Ya kwamba Mungu ametuandalia jeshi kubwa la kutuhakikishia ushindi, japo